Ni kukaribishe sana kwa mara nyingine tena mtazamaji wa Zone Media ili tufahamishane yale yote ambayo yanajiri katika uga wa kimataifa. Jina langu naitwa Victor Moshi. Mwanzoni mwa wiki hii mtazamaji, nilikuletea taarifa kuhusiana na hukumu ya kifo kwa rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila, ambaye amehukumiwa kifo na mahakama ya kijeshi nchini DRC. Sasa pia nikakuletea taarifa ya undani kabisa juu ya hukumu hiyo ambayo imetolewa mwanzoni mwa wiki hii. Hapa mtazamaji, leo hii nakuletea uhusiano wa rais wa Rwanda Paul Kagame na Joseph Kabila, ushirikiano wao, lakini usaliti na siri za maziwa makuu. Mwanzo kabisa, uhusiano kati ya Paul Kagame, rais wa Rwanda, na Joseph Kabila, rais wa zamani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ni simulizi tata linaloonyesha jinsi siasa za eneo la maziwa makuu zilivyoundwa na kuendeshwa kwa damu, madini na misuguano ya kikabila. Kagame na Kabila walikutana kwa njia ya historia yenye vita na usaliti, na uhusiano wao umekuwa muhimili wa amani na migogoro katika eneo hili kwa zaidi ya miongo miwili. Mnamo mwaka 1996, Laurent Desire Kabila, baba yake na Joseph Kabila, alianzisha mapinduzi dhidi ya Mobutu Sese Seko aliyekuwa ametawala Zaire kwa miongo mitatu. Paul Kagame, ambaye wakati huo alikuwa ameongoza Rwanda kuibuka kutoka janga la mauaji ya kimbari ya mwaka 1994, aliona nafasi ya kumaliza tishio la wapiganaji wa Hutu waliokuwa wamekimbilia Kongo na kuunda kambi za kijeshi karibu na mpaka wa Rwanda. Kagame, kwa kushirikiana na Rais Yoweri Museveni wa Uganda, walituma wanajeshi na silaha kumuunga mkono Laurent Kabila. Mwishowe mwaka 1997, Mobutu alianguka na Laurent Kabila akawa rais mpya wa DRC. Kagame ndiye aliyekuwa mfadhili mkubwa katika ushindi huu. Mwaka 2001, Laurent Kabila aliuawa ghafla katika ikulu ya Kinshasa na mmoja wa walinzi wake. Ghafla kijana wake Joseph Kabila, akiwa na umri wa miaka 29 tu, alichukua madaraka. Kigali na Kampala waliona kijana huyo mdogo kama kiongozi watakayeweza kumshauri na kushirikiana naye kwa karibu. Uhusiano kati ya Kagame na Joseph Kabila ulianza kama urafiki wa lazima, lakini ulijaa shaka tangu hapo mwanzo. Mara baada ya kuingia madarakani, Joseph Kabila alikumbana na changamoto kubwa ya makundi ya waasi mashariki mwa DRC. Kundi hatari zaidi lilikuwa ni FDLR, yani Forces Democratic de Liberation du Rwanda, ambalo lilihusisha wahalifu wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Joseph Kabila alihitaji msaada wa Kigali ili kudhibiti hali hii. Kagame naye alihitaji uhusiano huu ili kuhakikisha usalama wa Rwanda. Kwa miaka ya mwanzo walishirikiana kwa karibu katika vita dhidi ya FDLR na makundi mengine. Lakini nyuma ya pazia kulikuwa na tuhuma kwamba majeshi na wanasiasa wa Kigali walikuwa wakinufaika kupitia biashara ya madini ya coltan, dhahabu na almasi kutoka mashariki mwa Kongo. Kadri muda ulivyopita, imani kati ya viongozi hao wawili ilianza kuporomoka sana. Joseph Kabila alianza kuona Rwanda kama taifa lililovuka mipaka ya heshima kwa kuingilia sana mambo ya ndani ya Kongo. Paul Kagame kwa upande wake alihisi Kabila anacheza siasa za pande mbili, mara akiegemea Kigali, mara akishirikiana na nchi za SADC kama Angola, Namibia na Zimbabwe ambazo zilikuwa na msimamo mkali dhidi ya taifa la Rwanda. Matokeo yake sasa, makundi ya waasi kama CNDP na baadaye M23 yaliyotajwa kuungwa mkono na Kigali yakawa kero kubwa kwa serikali ya Joseph Kabila. Hali hii ilifanya Kinshasa na Kigali kuingia kwenye mivutano ya wazi, ingawa kwa nje walionekana kama washirika. Mashariki mwa DRC ikawa uwanja wa migogoro na biashara haramu. Eneo hili lilikuwa na rasilimali adimu duniani, hasa madini ya coltan inayotumika kutengeneza simu za mkononi na vifaa vya kielektroniki. Ripoti nyingi za kimataifa zililaumu Rwanda kwa kufadhili waasi waliokuwa wakichimba madini haya na kuyauza nje ya nchi. Kwa upande wake, Joseph Kabila alihisi kuwa Kongo inaporwa mbele ya macho yake, huku yeye akishindwa kudhibiti taifa lake kubwa. Mamilioni ya raia wa kawaida walipoteza maisha au kulazimika kukimbia makazi yao
kutokana na mapigano yasiyoisha huko mashariki mwa Kongo. Kagame na Kabila mara kadhaa walikutana kwenye mikutano ya AU, yani African Union, na mikataba ya kikanda, wakiahidi kushirikiana kwa ajili ya amani. Walitia saini makubaliano ya kijeshi na kisiasa, lakini kila mara ahadi hizo ziligonga mwamba. Mara nyingi walionekana kama washirika waliolazimishwa na shinikizo la kimataifa, hasa kutoka Umoja wa Mataifa na Marekani. Lakini ukweli ni kwamba hawakuaminiana na kila upande ulikuwa unatafuta faida yake binafsi. Uhusiano huu tata uliathiri siasa za kanda nzima. Mataifa ya Afrika Mashariki na Kusini yaligawanyika, baadhi yakijipanga upande wa Kigali, mengine yakimuunga mkono Kinshasa, yani DRC. Umoja wa Mataifa ulilazimika kutumia maelfu ya wanajeshi wa kulinda amani, MONUS kisha MONUSCO, lakini hata hivyo migogoro bado ilizidi kuendelea. Kwa upande wa kimataifa, Marekani na nchi za Ulaya zilionekana mara nyingine kumtazama Kagame kama kiongozi wa mfano wa uongozi thabiti, huku zikimshtumu Kabila kwa udhaifu na ufisadi. Wakati huo huo, China ilianza kuingia Kongo kwa nguvu, ikitoa mikopo mikubwa na kuingia mikataba ya madini, jambo lililoongeza ugumu katika mizani ya nguvu. Kagame na Kabila waliwahi kushirikiana kwa karibu katika usalama na siasa. Walihusiana na vita vya maelfu ya vifo. Walikuwa washirika wa kivita mwanzoni, lakini baadaye wakawa mahasimu wa kisiasa. Kila mmoja alimuona mwenzake kama mzigo na kikwazo cha maslahi yake. Hadi leo bado kuna mjadala mkubwa. Je, Kagame na Kabila walikuwa washirika waliotengana kwa hila au ni maadui waliovumiliana kwa kulazimishwa na mazingira? Uhusiano wa Paul Kagame na Joseph Kabila unabaki kuwa urithi tata wa siasa za maziwa makuu. Ni hadithi ya mapinduzi, vita, biashara ya madini na diplomasia ya mashaka. Joseph Kabila sasa yupo nje ya madaraka, lakini kivuli chake bado kipo kwenye siasa za Kongo. Kagame kwa upande mwingine anaendelea kutawala Rwanda kwa mkono wa chuma, na jina lake haliepukiki kila mara mashariki mwa DRC inaposhika moto. Hadithi hii inaonyesha kitu kimoja cha msingi. Katika siasa za Afrika hakuna rafiki wa kudumu. Kilichopo ni maslahi, hila na nguvu, na uhusiano wa Kagame na Kabila ni kio halisi cha ukweli huo. Mtazamaji wa Zone Media, nimekuletea makala hii fupi ambayo inaelezea uhusiano wa rais wa Rwanda Paul Kagame pamoja na aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila, ambapo urafiki wao ulikuwa ni wa mashaka, lakini vile vile ulikuwa ni urafiki ambao ulionekana kuwa kimaslahi zaidi, ambapo Kabila anahusishwa zaidi na kufadhili makundi kama M23 na makundi mengine huko mashariki mwa DRC. Sasa kuna mengi tutakwenda kuyafahamu katika nyakati zijazo, lakini nikusii kama bado hujaweza kusubscribe channel yetu, wakati ni huu uweze kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare. Jina langu naitwa Victor Moshi.